Hujambo mpendwa mtazamaji wa Linda TV Media popote ulipo ulimwenguni, tunafurahi tunakuthamini kwa sababu wewe ni kipenzi cha matangazo yetu pote ambapo unakwenda kutufuata. Linda TV Media tunapenda kukuhabarisha kila wakati, kukuletea hali ya usalama ambayo inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea uchambuzi wa kina zaidi na wenye uhakika na wenye kukamilika zaidi. Tunapenda kukuletea matangazo ya biashara pia na taarifa ya habari kila wakati na kila siku. Tafadhali sana unaweza kujiunga na channel hii moja kwa moja uwe napata vitu vyenye uhakika zaidi. Subscribe channel hii, comment, like na uweze kusambaza haya ambayo tunakwenda kukuletea kwa sababu ni yenye uhakika zaidi sana. Usiwe nakosa katika kila video yetu ambayo tutakuwa tunakutumia, basi unakuwa unabonyeza alama ya kengele hapo ili usiwe nakosa chochote kile ambacho tumepanga kukuletea kila siku. Leo tunakuwa na neno kubwa ambayo tutazungumzia kuhusiana na M23 ambayo imekuwa imeisumbua kwa muda mrefu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakwenda kufahamu M23 ilianzaje, chanzo halisi ilikuwa ni nini haswa mpaka neno M23 likapata ukubwa na ikapata jina kubwa pote ulimwenguni. Kwa sasa unapotamka M23 pote ulimwenguni inasikilika na inajulikana pia. Tutakwenda kufahamu wanani waanzilishaji wa kundi hili la M23 na ilikuwa kwa malengo gani. Tutakwenda kufahamu pia ilifanya nini mwanzoni wakati ilivyoanza M23. Pia tutakwenda kufahamu ilirudi tena mwaka 2021 ilikuwa ni kwa malengo gani. Inaongozwa na wakina nani kwa sasa M23? M23 iko katika level gani sasa? Pia tutakwenda kuzungumzia malengo yao kwa sasa ni yapi ambao wanaendelea kuisumbua serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia udhibiti wa maeneo ya kimkakati ambao wanaendelea kudhibiti kwa muda mrefu. Pia tutakwenda kuzungumzia nguvu ambayo M23 anayo kwa sasa. Anatumia nguvu gani? Asante sana mpendwa mtazamaji wa Linda TV Media, unaweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho ili tupate kuifahamu M23 ni nini haswa. Mbona imekuwa ikisumbua sana serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka sasa? Kuna udhibiti wa maeneo zaidi ya mwaka na nusu. Mpaka sasa M23 inaidhibiti mji wa Goma na mji wa Bukavu bila tatizo yoyote ile. Wamekaa kabisa. Je, serikali inaamua nini sasa kuhusu hilo? Lakini sio neno letu la siku, bali neno letu la siku tunataka kwanza tuifahamu M23. Baada ya mengine tutakwenda kukujulisha. Pia chochote ambacho unataka kufahamu kuhusiana na vita ambayo inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tuandikie katika komenti ili tuweze kutafuta ukweli na tuweze kukuletea popote ulipo. M23. Kundi la M23 lilianza mwaka 2012 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mwaka 2009 kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi ya zamani lililoitwa CNDP. Tatizo ilikuwa ni nini haswa mpaka M23 ikaweza kuundwa? Tatizo ilikuwa serikali haikutekeleza kikamilifu na makubaliano waliokuwa nayo kwa madai yao walivyosema. Wakasema kwamba askari wa CNDP waliokuwa wameingizwa kwenye FARDC, jeshi la taifa, walidai kunyanyaswa. Sababu ya tatu ya kuundwa M23 ilikuwa kulikuwa na migogoro ya kikabila na usalama, hasa zidi ya jamii ya Watusi na Wakongomani. Nani aiza wakina nani ndio waanzilishaji wa kundi hili la M23? M23 iliundwa na maafisa waliokuwa ndani ya jeshi la taifa FARDC waliovunja utii. Watu muhimu mwanzoni walikuwa ni Bosco Ntaganda pamoja na Sultani Makenga. Hawa walikuwa wanajeshi waliotoka CNDP wakaasi dhidi ya serikali mwaka 2012. Ilifanya nini mwanzoni?
M23, huo mwaka walioanza mwaka 2012 hadi 2013. M23 ilipata nguvu haraka sana, iliteka maeneo mengi ya Kivu Kaskazini. Mwaka 2012 ilitoa mji wa Goma kwa muda mfupi. Hii ilikuwa ishara kuwa ilikuwa na uwezo mkubwa kuliko waasi wengine wowote wale. Ilikuwa na muundo wa kijeshi uliopangwa, lakini mwaka 2013 ilishindwa vita dhidi ya jeshi la taifa FARDC wakishirikiana pamoja na MONUSCO. Ilivunjika na wanachama wake kukimbilia Rwanda na Uganda. Ilirudi vipi tena M23? M23 ilirudi mwaka 2021. Baada ya miaka kadhaa ya utulivu, iliweza kurudi 2021, 2022. Na sababu kuu za wao kurudi tena ilikuwa ni madai yale yale ya ubaguzi na usalama. Pili, ilikuwa ni migogoro ya kikabila ambayo inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tatu, mvutano wa kisiasa kati ya DRC na Rwanda. Na tangu hapo imekuwa ikichukua maeneo kwa kasi tena. Imekuwa na nguvu kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa sasa M23 inaongozwa na nani? Kwa sasa M23 inaongozwa na, kwa upande wa jeshi inaongozwa na Sultani Makenga, ndiye mkuu wa operation za kijeshi, na kwa upande wa kisiasa inaongozwa na Bertin Bisimwa, anasimamia upande wa mazungumzo wa siasa. Kwa sasa M23 iko katika level gani? Kwa uchambuzi wa kijeshi, M23 sasa iko katika level ya semi conventional force. Maana yake si waasi wa kawaida tu, wanafanya operation kama jeshi kamili. Uwezo wao wa sasa ni kushika na kulinda maeneo kwa muda mrefu, kutumia silaha nzito na magari ya kivita, hususan na zile ndege zisizokuwa na rubani za kivita, yani drone, kufanya mashambulizi ya kupanga. Wameshambulia Goma kwa muda mfupi, kusonga mbele na kuchukua mji wa Bukavu kwa muda mfupi, kudhibiti maeneo makubwa ya kimkakati ya mkoa wa Kivu Kaskazini na mkoa wa Kivu Kusini. Malengo yao ni yapi sasa? Wao kuendelea kushikilia hayo maeneo kwa muda mrefu bila wasiwasi na bila tatizo yoyote ile, wakishikilia hayo maeneo. Wanadai kuwa malengo yao ni usalama wa jamii fulani, kulinda Watusi wa Kongo dhidi ya mashambulizi. Malengo yao ya pili ni nguvu ya kisiasa. Wanataka kushiriki katika uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kuwa na ushawishi mkubwa serikalini. Malengo yao ya tatu ni udhibiti wa maeneo ya kimkakati, haswa mipaka kwa biashara na usafirishaji, maeneo yenye rasilimali. Malengo yao ya nne ni shinikizo kwa serikali kwa kushika mji mikubwa kama Goma, Bukavu. Ukweli muhimu na uchambuzi wa kina unabaini kwamba kuna jambo nyeti sana. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadhi ya ripoti za kimataifa zinadai kuwa M23 inao uhusiano au msaada kutoka Rwanda, lakini Rwanda mara nyingi ukataa madai hayo. Hii inafanya vita kuwa na sura nyingine kabisa na inaweza kaleta hata vita vikubwa vya kikanda. Kwa hitimisho kwa siku ya leo katika machambuzi haya madogo kuhusiana na kundi hili la M23. M23 ilianza kama uasi wa wanajeshi waliokosa kuridhika mwaka 2012, ilishindwa mwaka 2013 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwa muungano na MONUSCO, ikarudi tena ikiwa na nguvu zaidi mwaka 2021. Kwa sasa ni karibu na jeshi kamili. Ina uongozi wa wazi ambao unaongozwa na Makenga pamoja na Bisimwa. Inapigania nguvu
ya kijeshi na kisiasa. Hiyo ndo kundi la M23 toka ilivyoanza mpaka hapa sasa. Lakini utakwenda kujiuliza maswali, kwa nini hatukusema wale wote ambao walikuwa ndani kama viongozi, wengine wameshapoteza maisha? Lakini hilo swala tutakwenda kukuletea hivi karibuni, kwa sababu tunaendelea kufuatilia mambo hayo ili tuwe tunakuletea habari zenye uhakika zaidi. Pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea na mashambulizi kila kukicha ili kuweza kufanikisha kuweza kuwaondoa kundi la M23 ambalo linashikilia maeneo makubwa kwa muda mrefu, takriban mwaka mzima na nusu kwa sasa. Pia kinachofuata ambacho tunakuandalia mezani kwa siku za hivi karibuni ni kwamba kwa nini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC pamoja na wazalendo wanashindwa haswa kusogea mbele na kuweza kudhibiti maeneo hayo yote kwa muda mfupi zaidi. Ni nini sababu haswa wanashindwa kumiliki maeneo hayo, japokuwa wananchi wao wanaendelea kulalamika kila wakati, wanaendelea kuuawa, wanaendelea kukosa chakula, wanaendelea kutokufanya biashara, maji, dawa, masomo kwa watoto yamekatika? Kwa nini serikali inakuwa na hatua fupi sana, yani wanakuwa polepole kuweza kudhibiti hayo maeneo? Subscribe channel yetu ya Lwinda TV Media, comment na uweze kushare kwa wengine habari hizi za uhakika zaidi na uchambuzi huu mfupi ambao tumekwenda kukuletea siku ya leo. Basi tukutane katika uchambuzi mwingine. Usisahau kutuachia komenti yako ya kichwa cha neno, kile ambacho unataka kufahamu katika vita hii ambayo inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.